Jambo la mwisho ndugu zangu, kwa sababu ya muda, nielezee kidogo mfumo wa uchaguzi unaokwenda Oktoba. Ni uchaguzi wa vyama vingi, lakini vyama vikubwa pa Tanzania ni vitatu. Ni CCM, ni Chadema, pamoja na ACT Wazalendo. CCM watashiriki uchaguzi. Chadema hawatashiriki uchaguzi. ACT Wazalendo watashiriki uchaguzi. Ninachokushaurini, nendeni mkapige kura na pitishieni viongozi wenu kupitia chama cha ACT Wazalendo. Na nitaeleza sababu. Ukipitisha viongozi wako ACT Wazalendo, ina maana umefanya mabadiliko. Mabadiliko ni jambo muhimu katika maisha. Tunaelewana ndugu zangu? Lazima uwe unafanya mabadiliko kwenye maisha yako. Yaani kama huna akili ya kureform, ya kufanya mabadiliko, wewe unahesabiwa kama ni mtu mpumbavu, mtu mjinga, na utaangamia. Kwa hivyo ukichagua viongozi wako kupitia kwenye chama cha ACT Wazalendo, ambacho ndio chama kikubwa kitakachokuwa kimefuatia baada ya CCM, utakuwa umefanya mabadiliko katika maisha yako. Jambo muhimu sana. Jambo la pili ni kuhusu Chama cha Mapinduzi. Kwa nini usichague viongozi wako kupitia Chama cha Mapinduzi? Sababu ni hii. Ndugu zangu, siku moja chukua ndoo ya maji, weka kwenye bomba, alafu fungua maji. Ukifungua maji, ile ndoo ikijaa, kinachofuatia ile maji yanamwagika. Tunaelewana? Yale maji yakimwagika, ile huwa ni hasara. CCM hapa walipofika, hawawezi kuja na jambo jipya. Unaelewa? Hawa wako madarakani kwa muda wa zaidi ya miaka 50. Binadamu ana ukomo wake wa kuelewa na kufanya. Tunaelewana? Hawawezi kuja na jambo jipya kwa sababu ukomo wao wa kufanya mambo ndio huu. Kwa hivyo kama unataka kuendelea kuishi maisha haya unayoyaona wewe, chagua CCM. Kama unapenda haya maisha unayoona, watu kutekwa. Juzi sisi tumefanya utafiti mdogo. Tulikuwa tunafanya utafiti kuangalia kiwango cha ubinadamu. Yaani hali yetu Tanzania katika miaka hii zaidi ya 50, hali ya ubinadamu ikoje? Tumefanya utafiti wa namna hiyo. Eneo tuliamua kufanya utafiti, tuliamua kufanya utafiti hospitali, na tuliamua kufanya utafiti kwenye kitengo kimoja tu, kitengo cha wagonjwa wa figo. Hayo tuliyoona kule hospitali ni makubwa mno. Leo hii mtu anatibiwa, akishatibiwa, akiwa anatibiwa, lakini malipo ni makubwa sana. Akishindwa, huyu mtu anawekwa mahabusu katika wodi. Hii ninayokuambia ni leo hii, ukitoka hapa nenda hospitali za serikali, kuna wagonjwa wamekuwa mahabusu katika wodi. Hebu fikia, yani miaka 60 ya uhuru tunatendeana hivyo, serikali inatutendea hivyo. Mgonjwa umekwenda hospitali ya serikali kutibiwa, umefika, maisha yamekuwa magumu kwa kiwango ambacho unatozwa fedha, huwezi, ile fedha huna. Alafu wao wanakuchukua, wanakuzuia. Kuna watu wamezuiliwa wiki, kuna watu wamezuiliwa mwezi mzima. Wako nendeni Muhimbili leo hii, wagonjwa wako pale wamezuiliwa mpaka watakapopata fedha, na hawaruhusiwi kutoka nje ya wodi. Lakini kama ilivyosemwa, maiti anakufa unadaiwa shilingi milioni 20 na kidogo. Sisi kuna maiti wetu alikuwa anadaiwa milioni 21. Leo hii tumefika hapo. Kwa hivyo usifikirie wewe kwa kuipa ridha yako Chama cha Mapinduzi, usifikirie kwamba kuna jambo jipya litakuja. Isipokuwa kama unaridhia haya maisha, sawa. Kwa hivyo kimsingi ndugu zangu, hizi ni sababu za msingi, kwa maana kwamba hawa walipofikia hawawezi kuleta jambo jipya isipokuwa maisha haya ambayo tunaona leo hii.